Habari mwana Azam FC. Karibu katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV. Kipindi kinachokupa taarifa zote kuhusu timu yetu pendwa Azam FC. Hapa kupitia chaneli yako namba 1 ya michezo Azam Sports HD1 ya Azam TV. Utapata habari moto kutoka ndani na nje ya uwanja, mahojiano ya kipekee pamoja na matukio yote muhimu yanayohusu timu yetu. Ili usipitwe na chochote, endelea kuwa nasi, usiondoke kando ya runinga yako. Faisal kwenda kuzungusha ule mpira juu kwenye nafasi ile unapita. Sopu ananyanyua tena mpira wa ndani kwenda gonga header ile mpira bwana kwenda ndani. Nasol Saadun anaambia mtaenda tu kuanza kati Mbeya City. Mwana Azam FC, leo katika kipindi chetu tutaangazia michezo miwili ya ligi kuu ya NBC tuliocheza hivi karibuni. Tutaanza kwa kuangalia mchezo wetu dhidi ya Mbeya City na kisha tutaelekea kwenye mchezo wa pili dhidi ya JKT Tanzania. Tutakuletea matukio yote muhimu, mahojiano na tathmini ya mchezo. Yote haya ndani ya Azam FC TV. Karibu tujivunie pamoja ubora wa timu yetu ya ushindi Azam FC. Rebound zile kutoka kwenye mwamba yake umalizia na kuweka moja kwa moja kwenye nyavu. Mwana Azam FC, tunaanza kipindi chetu kwa kuangazia maandalizi ya kikosi chetu kuelekea mchezo dhidi ya Mbeya City. Mchezo ambao ulikuwa wa kwanza kwa Azam FC katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC Premier League. Kwanza kabisa, nataka kusema kuwa safari yetu ilichelewa kidogo, hivyo muda wetu wa kupumzika haukuwa kamili. Tumeanza maandalizi kwa kufanya mazoezi na tutaendelea na mazoezi mengine. Tunatumaini kuwa kufikia kesho jioni tutakuwa tupo 100% kwa sababu mchezo huu ni muhimu sana kwetu. We expect to take points in each game. So we play for taking points. If you can't take 3, we want to take 1. So tunatarajia kupata pointi 3 katika kila mchezo tunapocheza. Tunacheza kwa lengo la kupata pointi. Kama hatuwezi kupata 3, basi tunataka angalau 1. Hilo ndilo lengo letu katika kila mchezo. For the fans, I hope they are going to be tomorrow a lot of in this stadium to push us because we need them tomorrow. So I call them to be kwa mashabiki nina matumaini watajitokeza kwa wingi uwanjani kutusapoti kwa sababu tunawahitaji sana. Ninawaomba waje wengi kwa sababu tunataka kushinda pamoja nao. Ili tushinde pamoja, wanatakiwa kuwa nasi na kufurahia ushindi huo nasi. Haya yalikuwa maneno ya kocha wetu Ibenge. Aliongea wakati akiandaa kikosi chake kwa ajili ya kwenda kukutana na Mbeya City. Katika kushuhudia mechi nyingine ya ligi kuu ya NBC, siku ya mchezo ikafika. Tukashuhudia pambano safi dhidi ya walima mpunga Mbeya City. Huu ulikuwa mchezo wetu wa kwanza wa kufungua pazia la ligi kuu ya NBC. Akitufungulia pazia la magoli, Nasol Saadun alitikisa nyavu dakika 31 ya mchezo, na hapo tukaanza rasmi kuhesabu magoli. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi ya ajabu, na mara tu baada ya mpira kuanza, Faisal Salum Feitoto akajikuta tayari ameshacheka na nyavu. Hata dakika ya kwanza kipindi cha pili haikuwa imekamilika. Mwana Azam FC, hii ni raha iliyoje. Twende moja kwa moja kushuhudia namna mchezo ulivyokuwa. Tumekuandalia momenti zote nzuri za kusisimua zilizotokea kwenye mchezo huu muhimu. Kujiweka sawa. Ni kick off. Tafuta namna ya kucheza, anacheza kina wanaopoteza. Haya, Faisal Salum kwenye nafasi jaribu kupitisha ule mpira. Anaingia baka, tikini anacheza ule mlinda mlango Beno Kakolanya. Haya, setup ya mpira sasa. Ajaribu kuficha Mateo Anton Vitalis. Mayanga pitisha mpira njia Eliud Ambokila anaingiza mpira ndani kwa nakaa vyema Azam FC. Ilipigwa pasi lakini Barkat Hamid
Offside huku na huku. Chilambo anategewa tena mpira. Nathaniel anapambana kujaribu kuficha mpira. Imefika pasi kwa Faisal. Anaingia nayo Baraketi Mid. Anazungusha Baraketi, mpira ambao unagonga nje. Mpira ambao umepiga umekwenda kugonga mwamba, off target. Faisal kwenda kuzungusha ule mpira juu kwenye nafasi ile unapita. Sopu ananyanyua tena mpira ndani kwenda kugonga header, ile mpira ambao unakwenda ndani. Nasol Saadun anaambia mtaenda tu kuanza kati Mbeya City. Anakwenda kuchomekea, ni baada ya kwenda juu kuandika header ile, kionyesha kwamba huku na huku na huku mbona siski. Anakwenda kwanza kutoa show Jefte Kitambala Bola akiwa supporter kwa upande wake Nasol Saadun. Wakati huu Beno Kakolanya akiwa chini, lakini akienda kupongezwa na kocha wake akiwa amemfungulia akaunti ya mabao ndani ya ligi kuu ya NBC. Kona ilipita kwenda upande mwingine, Abdul Suleiman Sopu akampimia Nasol Saadun na akaenda juu kujaza heda. Azam FC wanaitumia vyema nafasi hiyo, bullet header ile ya Buffalo Saadun kwenda kupata uongozi msimu mpya 20. Jaribu kumwandaa Nasor Mwinchui, kini alikuwa makini. Faisal jaribu kwenda kuweka mpira tena pembeni. Baraketi Mid. Baraket anaingiza cross nyingine kwa mguu wa kulia, wanakaa vyema, wanarejesha mpira nyuma kwa Mbeya City. Baraka mara nyingi, lakini filimbi ya Nasor Mwinchui ndio ambayo tumeisikia ikikamilisha dakika 45 za kwanza kwa bao pekee lilofungwa na Nasol Saadun kwa upande wa Azam FC. Tunasema ni zaidi ya misimu mitatu anavaa jezi ya Azam FC. Nathaniel Chilambo, mpira ambao ulimgonga Faisal mgongoni, kamkuta Himidi Baraket, akataka kumalizia yeye mwenyewe, lakini mguu wa Beno uligusa mpira ambao kaenda kuwa assist kwa Faisal Salum. Ilimsaidia Faisal kuandika bao la pili mapema kabisa mwa kipindi. Hata dakika haijakamilika, Mbeya City wanashika viuno katika wakati ambao hawakutarajia, katika wakati ambao wameamka tu wanakutana na kibao cha uso. Pambana sana kujaribu kucheza ule mpira. Haya, kwenye nafasi anaingia Peter Mwalianzi. Mwalianzi agonga mwamba. Mwalianzi captain, lakini ukaenda kugonga mwamba, akatazama namna mlinda mlango alivyokuwa anakuja na akachagua, lakini mwamba ulikuwa kikwazo kuweza kupitisha huo mpira. Mayanga anakwenda nje pia. Faisal Salum Jefte Kitambala Bola. Jefte Kitambala, Zidane Sereri. Zidane mpira ambao unaguswa na kwenda nje, kama mpira uliguswa na mchezaji wa Mbeya City. Ukitazama ni Zidane Sereri. Yaya Zaid pitisha mpira kwa Jefte kwenye nafasi. Jefte kile naambiwa ni offside, ni onside, kini line 2. Tafuta Jefte ambaye ameyomba, jaribu kuficha Malio. Jefte Kitambala Bola anaingia mwenyewe. Baraketa kinashindikana. Baraka mara nyingi anaachwa mtu chini, unaondoka Mbeya City. Pitisha pasi imefika ile kwa Mayanga, narudi alikotoka, lakini anatoka pembeni kwa kasi wale. Musi ni Malima anaingiza cross ya chini kwa nafasi. Dani Seleki anaucheza Beno Kakolanya. Chilambo anaweka cross nani huko, anaondoshwa na Ibrahim Ame. Pointi 3 za kwanza kwa Flora Ibenge na ndani ya kikosi chake cha Azam FC. Haikuwa kazi rahisi,
Michezo ni migumu sana. Nafikiri ligi hii ni moja kati ya ligi ngumu zaidi barani Afrika. Hivyo, tunapaswa kuhakikisha tunapata pointi katika kila mchezo. Haikuwa rahisi, lakini tumefanikiwa. Kwa maoni yangu, mchezo haukuwa mbaya kutazama, na hilo linanifanya niwe na furaha. Ukiangalia mchezo huu, unaweza kuona takwimu nzuri. Wachezaji wangu walikimbia sana. Walitengeneza nafasi nyingi za kufunga, huku wapinzani wakipata nafasi moja pekee. Kwa hilo nina furaha sana. We create a lot of possibility to score. We scored 2 today, we didn't concede, so we are happy. Haya yalikuwa maneno ya kocha wetu mkuu Ibenge mara baada ya mchezo kutamatika. Msimu huu wanakutana raundi ya 3, japo ni mchezo ratiba mapema pengine kabla tarehe 18 ya mchezo. Mwamuzi wa mchezo Leonga. Sasa na kusafirisha moja kwa moja hadi Meja Jenerali Samuyo ambako JKT walikuwa wamekita kambi yao. Huu ulikuwa mchezo wetu wa pili katika ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha JKT. Kama unavyofahamu, inapokuwa Azam FC inakutana na JKT, huwa si mchezo rahisi kabisa. Mchezo huu ulikuwa wa aina yake, umejaa msisimko, ushindani na mapambano ya hali ya juu. Mwana Azam FC, hebu tuangalie namna mambo yalivyokuwa katika mchezo huu muhimu. Kufanya tani ile na Landry Zuzu, shughuli kawa nzito. Ndio aliingia vibaya Pascal Musa Manyama, na maelezo anapewa na kadi pia anapewa, vyote viwili. Na dhahiri kuna tafsiri nyingine yoyote, faul ambayo inaweza kumweka mtu nje miezi kadhaa. Kwa Mohamed Bakari, apoteza boli lile. Modibeka kitamba la bola, amepita huku Baraka Timid, yeye na wawili, yeye na Makame, ingiza ndani huku kutafuta kitamba la bola. Jafite kitambala ameonwa vema na Hamdani. David Bryson anaweka mjini kule ndani, nafasi ile, anapoteza nafasi ile. Kitambala yeye na Bausi, wote warefu, wote miili ipo. Kwambia mapema huenda ni kazi maalum. Amadali ameamua leo kumwa. Bendera iko chini. Jafite yeye na kipa, ametoka golikipa, anawekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Kwamba ile jambo limetokea nje, lingetokea ndani tu. Tambala aliacha ile kwa Kanute, Kanute akaiweka kwenye njia, kutoka mbio wakati anajiandaa, na ameangukia ndani, lakini aliguswa nje. Hapo alimvuruga kidogo Abdurrahim Bausi, kadi ya njano. Ni sahihi kwa tuliona marejeo ya picha, ni kadi ya njano. Dhamira ya Bausi ilikuwa kwenda kucheza mpira na aliugusa yake sawa sawa, ili kabumbu liweze kuendelea. Wanachomoka wao. Hassan Dilunga, Dilunga imeweka kwenye njia ndani huku. Wai Isa Fofana anaondosha boli lile. Ingiza ndani ya chini kule, amewai tena. Sopu anaingiza ndani huku, gonga kichwa kile, cheza na gonga mwamba, anaweka ndani ya nyavu, ni goli. Wanatangulia Azam FC dakika 42. Faisal Salum Abdalla Fei Toto akiwa na uwiano wa kila mechi na goli. Sasa yeye hakuwa na shida na mwamba. Mwamba wa nini wakati nyavu anaziona? Yeye akaweka kwenye nyavu. JKT 0 Azam FC goli 1. Thabiti Zakaria Chomwe anaiweka timu yake salama. Sopu anachezewa foul, kadi ya njano ikitoka
kutana na wawili pale. Ameachiwa Diaby, piga shuti lile la babatiza. Puti inaingiza ndani kule, offside. Adun 6-2 na kuongeza nguvu. Kini Faisal Salum Abdallah nikitoka kwake Feitoto ambao pumzika. Dakika zimekwisha. Imenyanyiliwa kubwa ndani kule, lakini kapoteza. Imekuwa pembeni sasa kule. Nandi Zuzu ingiza ndani huku. Natengwa kule bado. Sorry. Ingizo nzuri sana ile. Nataka kumpa kwa kifua ile ende nayo. Da kuona. Dakika 5 zimeongezwa. Zikisalia dakika 4 kati ya 5 ambazo zimeongezwa. Chiza Kichuya. Nyanyua mpira mkubwa ndani huku. Umefika kwa Magulu. Debdi. Nyanyua ndani kule Magulu. Gonga kichwa kile, wanasawazisha. Dakika za jioni kabisa. Na kuisawazishia JKT Tanzania goli. Paul Peter Kasunda alipiga goli la kichwa Kigoma. Amekuja kurejea tena Isamuyo Meja Generali na Magulu tena. David Benson anaingiza ndani kule. Control. Goal kick. Alipiga nje ule. Dakika za mwishoni wamenyanyuka kweli kweli, wamecharuka vijana wa JKT. Naam. Dakika 90 zimemalizika. Kwanza tunamshukuru Mungu, mchezo umemalizika salama. Pili, tumemaliza tukipata pointi moja kwenye mfuko wetu wa alama. Japo si matokeo tuliyotarajia, tumepambana sana kulinda bao tulilolipata kipindi cha kwanza, lakini dakika za mwishoni tukajikuta tumepoteza uongozi huo. Tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kuendelea kufanyia kazi makosa yetu ili tuzidi kuwa bora zaidi kwenye michezo inayofuata. Hayo yalikuwa maneno ya nahodha wetu Lusajo Mwekenda mara tu baada ya mchezo kumalizika. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ni umeisha salama. Pili, tumeokota alama moja kwenye mfuko wetu wa point. Sio point ambazo tulizitarajia, kwani tume-lead match toka kipindi cha kwanza, tumekuwa tukiongoza goli moja na tuliweza ku maintain baadhi ya matukio tukiwepo uwanjani ili mali tuweze kuondoka na point 3, lakini dakika za jioni tumeweza kuconcede. Kwa hiyo ni kuliachia benchi la ufundi. Lili imeona jinsi mchezo tulivyoucheza, kwa hiyo tunarudi tena katika uwanja wa mazoezi ili madi kuendelea na mechi zilizobaki. Tumecheza mechi 2 mpaka sasa, kuna bado mechi 28. Ligi ni marathon, kwa hiyo tumepoteza points ambazo zimetuuma sana. Tulikuwa na mpango nazo mkubwa katika mfuko wetu wa points, kwa hiyo kuna point 2 zimepotea. Sisi kama wachezaji ni kurudi katika uwanja wa mazoezi kuendelea kupika kile ambacho mwalimu anatupa ili madi mchezo wa 3 tuje kuwa bora zaidi. Mwana Azam FC, kikosi chetu kimeingia kambini tena kujiweka sawa, kwani mchezo uliopo mbele yetu ni wa CAF Confederation Cup Second Preliminary Round, mchezo ambao utatukutanisha na KMKM kutoka Zanzibar. Mchezo huu unatarajiwa kucheza kati ya tarehe 17 na 19 Oktoba kwenye uwanja wa Amani Abeid Karume Zanzibar, huku mchezo wa marudiano ukitarajiwa kuchezwa katika viwanja vya Azam Complex Chamazi. Mwana Azam FC, tujitokeze kwa wingi kuisaidia timu yetu, kwani kwa wingi wetu hakika ndio ushindi wetu. Sisi mwaka
mwana Azam FC katika hatua ya kusaka vipaji vya soka. Azam FC imeandaa mpango kabambe wa kugundua vipaji vipya kwa lengo la kufungua njia kwa vijana wenye umri usiozidi miaka 17. Zoezi hili lilianzishwa Dar es Salaam na limekamilika, na sasa programu hii inapanuliwa hadi kanda ya Ziwa, ambapo tunatarajia kuendesha zoezi hilo kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 11 Oktoba mwaka 2025. Zoezi la kusaka vipaji litafanyika mkoani Mwanza kwenye uwanja wa CCM Kirumba kuanzia saa 1 kamili asubuhi, huku meneja wa timu za vijana za Azam Academy akitoa maelezo ya kina kuhusu zoezi hilo. Baada ya kumaliza programu hii jijini Dar es Salaam, tunatarajia programu hii kuendelea mkoani Mwanza siku ya Alhamis tarehe 9 mpaka tarehe 12 majira ya saa 1 kamili asubuhi. Zoezi hili litafanyika kwenye uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza kwa vijana wote wenye umri wa miaka 14 mpaka 18. Mjitokeze kwa wingi ili kuchangamkia fursa hii. Mwana Azam FC, kwa nukta hii hatuna la ziada. Endelea kufuatilia matukio mbalimbali yanayohusu klabu yetu ili upate taarifa mbalimbali za kina. Mpaka wakati mwingine, muda na siku kama ya leo. Azam FC, timu bora, bidhaa bora.